Waziri Gwajima ameyasema hayo katika mdahalo maalum wa siku ya kitaifa uliofanyika katika ukumbi wa VETA uliopo mkoani Mtwara, ambapo ameeleza kuwa wazazi wana wajibu wa kuwahudumia na kuwalea watoto wao, kwani katika kila shida kuna suluhisho lake, huku akiwasihi wazazi wote kufika mamlaka husika za usuluhishi wa migogoro. Na kuamini kwamba katika kila shida iliyoko kwenye jamii ya Tanzania ina masuluhisho yake kwa kwenda kwa mtu sahihi anayetoa huduma sahihi katika serikali yetu. Hapo ndio utakapolishinda hili janga. Naambiwa kuna watoto wako pale stage. Napongeza watoto ni wachache, mkuu wa mkoa, lakini umesema mwenyewe kwamba huenda wengine wameondoka wako maeneo mengine. Sasa hawa 90 nani mwenye profile yao? Pale kuna fulani. Elimu inayokwenda kwenye vichwa vya watu na akili za watu huwa inawafungua fikra zao. Wanaanza kubadilika wao wenyewe kwa 50%. Na ikitokea wameshindwa kubadilika, nitakapoenda mimi kumchukua, hata nyinyi mtaniunga mkono. Kuna wakati kiongozi anasimama kwenye wakati mgumu katika kuchukua hatua za kisheria, kwa sababu jamii isiyoelewa sasa kwa nini zile zinachukuliwa inageuka tena kusympathize na mkosaji. Mwisho wa siku watu wanarudi nyuma, ndio tunazalisha kundi la watoto wa mtaani lisio na mabalozi. Tumeamua kuanza na elimu. Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wanawake na Makundi Maalum Dr. John Jingu amesema ni jukumu la kila mmoja kuhakikisha anatunza na kuwalea watoto katika maadili mema. Kumbe leo kazi yetu, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kukumbushana majukumu ya kuhakikisha kwamba tunatimiza wajibu wetu wa kuwalea, kuwatunza watoto wetu ili watoto waweze kulelewa vizuri, waweze kukua vizuri. Na sababu ni moja. Tena nimshukuru Mheshimiwa mwenye kusimamia kwenye ilani, Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa, ametukumbusha sababu ya kuwalea na kuwatunza watoto. Ametuambia sababu ya msingi ni kwa sababu nguvu na kesho ya jamii yeyote, ya taifa lolote, pamoja na familia ni watoto. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa mdahalo huu akiwemo mkuu wa kituo cha polisi kati Mtwara, Bwana Mohamed Mcheo, amesema watoto wanaokamatwa na kuweka mahabusu kwa muda, wazazi wao wana wajibu wa kutii wito wa polisi pindi wapokeapo taarifa za watoto wao kukamatwa kwa makosa mbalimbali. Sisi kama polisi tunapata shida tunapopokea watoto wamefanya makosa mitaani. Sisi tunatoa huduma mbalimbali. Kwanza, watoto wanaweza kukamatwa, wawekwe mahabusu. Je, makosa yote mnaweka mahabusu? Swali ni kwamba wanawekwa mahabusu kulingana na makosa. Sio kila kosa mtoto atapelekwa mahakamani. PGO namba 240 inatuongoza kwamba baadhi ya makosa yanahitaji kupatanisha wakosaji, wazazi pamoja na waliokosewa. Sasa muda mwingine watoto wakikamatwa wanatakiwa pia wasikae kituoni kwa muda mrefu. Wazazi wengi ukiwaita, bwana kuna mtoto wako hapa, njoo usikilize swala lake, akija ni bahati. Mara nyingi wengi hawaji, na wao wanasema kwa sababu nikienda mimi ndio nitawekwa mahabusu. Kumbe ni kukosa uelewa. Lakini hilo tumelifanya zaidi kwa kushirikiana na viongozi wetu wa dini, lakini viongozi wa kimila katika kuhakikisha wanatoa elimu na uhamasishaji wa umuhimu wa familia kuwa pamoja, kutunza amani, lakini ili kuweza kulea watoto. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.